Kwa hiyo kuna budget na akiba. Na akiba. Unajua kwa mfano kama pale ulivyokuwa unaongelea mambo ya watu wa saluni. Mimi huwa na budget yangu. Nasema kwa mwezi kinyozi wangu nataka nisimpe zaidi ya 100,000 wa panki. Kwa hiyo kila napofika mimi budget yangu na pano kaona utaje na mnyoa mtu sasa na waongo kabisa. Kwa nini bwana, mimi nikiwa naenda mimi najua kabisa kwenye mahesabu yangu nikifika huyu nampa 25,000. Ndio. Siku moja naona kama naitaita dharau, nikamwambia unajua bro, mimi nakuja hapa natoka mbali. Ndio. Na kuja zaidi ya kilomita 15. Unajua mambo ya wanaume, unakuta unatoka Bweju si unaenda wapi kunyoa huko, yani mbali kinyozi. Nikamwambia mimi kwenye mahesabu yako, yani kipato chako kama unapata milioni 1, milioni 2 vyovyote, ila ujue mimi nishakuwekeaga 100,000. Akashtuka hivi. Nikagundua huyu ajui mambo ya budget. Yani ni mtu tu yeye anaishi tu anajua ukija umenyoa. Sasa ile kumwambia 100,000 nafikiri ikaja kwenye senses kwamba ina maana mimi watu wangu 10 fulani na fulani na fulani watu wa kuheshimu. Kwa sababu yani mtu kwa mwezi anajua kabisa yani mimi na 100,000 yako. Yani hata nilikuwa na uwezo kwamba nikipokea pesa nimpe 100,000 kwamba swala la saluni nishamalizana nalo. Kwa hiyo yeye akawa haelewi kwamba mimi kila ninavyoenda na kuwa na 25,000. Bana yeye hapa 25,000 naondoka. Ila baada ya kumwambia kwamba ina maana hiyo a week weekly ambayo kwa mwezi inakuwa 100,000, 25 mara 4 times 4. Baada ya kumwambia kwamba mimi nakulipa wewe 100,000, naona kama sasa kaelewa kumbe huyu inabidi kwamba nikija mara hivi mara uende kupokea simu, mambo yanakuwa mengi yani sipati huduma inayoeleweka. Sasa hii issue ya vijana kwamba kutokuweza budgeting na saving inaanzia kwenye maisha yetu.